Lucifer ni mwenye nguvu wa dunia, naye ameweka wenye nguvu kwenye kila nchi wa control nchi. Umenielewa? Umenielewa? Na ndiyo maana inapofika wakati ya chaguzi unaona ajali nyingi, matatizo mengi, watu wanatoa kafara ili mwenye nguvu wa eneo awasaidie. Hakuna mwenye nguvu atakaye kusaidia safari hii. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Kwa hiyo hebu sema kinachofanyika ni kwamba sasa huyo mwenye nguvu, huyo mwenye nguvu wa eneo anamiliki eneo. Mwenye nguvu wa dunia anamiliki dunia, ambaye ni Lucifer. Ndiyo maana Yesu kabla hajaanza huduma yake duniani, Yesu amefanya kazi. Yesu alienda hekaluni ana siku 8. Akatoka hekaluni akaenda hekaluni kuwekwa wakfu ana siku 8. Akaenda hekaluni tena ana siku 12. Alipofikisha miaka 30 Yesu akaanza huduma yake. Huduma yake alianzaje? Akabatizwa na Yohana Mbatizaji. Alipobatizwa tu akapelekwa nyikani na Roho Mtakatifu ili wakakutane na mkuu wa ulimwengu. Mpaka umshinde mkuu wa ulimwengu ndio utakuwa na huduma ya kiulimwengu. Ndiyo maana Yesu akafanya kazi miaka 3.5 tu. Kazi yake leo imeenea duniani kote. Kazi ya miaka 3.5 imeenea duniani kwa sababu mkuu wa ulimwengu ameshindwa. Na wewe kazi yako itaenea kwa sababu mkuu wa Tanzania kwenye ulimwengu wa roho unakwenda kumshinda kwenye hizo siku 40 kwa jina la Yesu. Kwa hiyo unapokuwa umefunga unaanza kuomba katika jina la Yesu Kristo. Ewe mkuu wa anga la Tanzania, na kujia kwenye ulimwengu wa roho, anakuona. Anasema Gwajima kaja huyo, Baraka kaja huyo, Mwangela kaja huyo, Jennifer kaja huyo, Jackson kaja huyo, Ismaili kaja hiyo. Na tunamwambia wewe umetujia kwa hofu na magonjwa na kifo na mauti na uwaji na uganga na ushirikina. Sisi tunakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Achia anga la Tanzania. Sema achia. Sema kwa sauti achia. Nataka nisikie sauti ya mashujaa. Achia. Lazima umwendee.